السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نيراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب أوروبة غربا. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ni muendelezo wa darasa yetu ya sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitabu chetu cha Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin, kitabu ambacho kimeandaliwa litalamidhil madaris ibtidaiya, na hii ni juzu ya kwanza. Tuko katika ad-darsu thalithu, somo la tatu. Tunasoma wiladatuhu wa radhaatuhu, kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam na kunyonyeshwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallama bimakkata yawm al-ithnaini, amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka siku ya Jumatatu, athani ashara min Rabi'il Awwal, mwezi 12 mfungo 6, amal fil, mwaka wa tembo. Na tulieleza kwa nini umeitwa mwaka wa tembo. Wasumia amu wiladatihi amal fil, na umeitwa mwaka wa kuzaliwa kwake kuwa ni mwaka wa tembo, lianna malika alhabashati, kwa kuwa mfalme wa Habeshi, mfalme wa Ethiopia huko, arsala ama wiladatihi jaishan ila makkata, alituma ule mwaka wa kuzaliwa kwake Mtume jeshi kwenda Maka, lihadimi alkaaba, kwa ajili ya kuivunja alkaaba. Wakana fihi filun adhim, na kulikuweko ndani yake tembo mkubwa ambaye ndio alikuwa akiongoza msafara. Fa ahlaka Allahu aljaisha, Allah jalla jalalu akaliangamiza jeshi, ikraman liwiladati nabii sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa ni heshima kwa mtume wetu, au kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa ni heshima kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kadhia hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameieleza ndani ya Qur'ani katika suratul Fil aliposema, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, je, hukujua ya Muhammad namna gani alivyowafanya Mola wako wenye ndovu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, je, hakuvifanya vitimbu vyao kuwa ni vyenye kupotea? Wa arsala alaihim tayran ababil, na akawapelekea ndege makundi makundi, tarmihim bihijaratin min sijil, wakawatupia mawe ya udongo mkavu, na wengine wanasema ni mawe yaliyotoka motoni yale. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, akawafanya kama majani yaliyoliwa, namna majani yanavoliwa na ng'ombe kisha yakatemwa, vile ndivyo walivyokuwa. Sasa nambari 1 chini ya mstari huku, laqad akrama Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wasallama bikaramatin kathiratin wa mu'jizati, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala alimkirimu mtume wake kwa kumpa karamati nyingi na miujiza mingi. Wafaddalahu ala jamii waladi Adam, na akamfadhilisha juu ya watoto wote wa Adam. Warafaa dhikrahu, na akaunyanyua utajo wake. Wa a'la qadrahu, na akautukuza uwezo wake. Watakhadhahu khalilan, na akamfanya kuwa ni mwandani wake.
walakin ihlaku jaishi alhabasha, lakini kile kitendo cha kuangamizwa hili jeshi la Habeshi, wa habsul fili, na tembo kuzuiwa, kana min ajili hurmati Maka, ilikuwa ni kwa ajili ya kuipa heshima Maka, kuipa heshima mji wa Maka, wal bait al haram, na kuipa heshima nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama qala sallallahu alayhi wasallam am al-fathi, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ule mwaka ule wa kuikomboa Maka, alisema inna Allaha habasa an makkata alfil, hakika Mwenyezi Mungu aliuzuia, aliikinga Maka kunako msafara wa tembo, wasallata alaiha rasulahu walmu'minin, na akaisaliti juu yake hiyo Maka na nyumba tukufu iwe ni halali kwa mtume wake na waumini. Ala, basi sikilizeni, wa innaha lam tuhallu li ahadi qabli, na hakika Maka pamoja na Baitul Haram haikufunguliwa kwa yoyote kabla yangu mimi, wala tuhallu li ahadi ba'di, na wala haitokuwa halali kwa yoyote baada yangu mimi. Tazama maelezo hayo katika kitabu kinachoitwa Sahihul Bukhari, rakamu 6372, utapata maelezo haya. Wa ardha'atuhu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamia, na akamnyonyesha mtume baada ya mama yake, mwanamama huyu anayeitwa Thuwaibatul Aslamia. Yani baada ya mtume kunyonyeshwa na mama yake, aliyefuatia kwa kumnyonyesha ni Thuwaibatul Aslamia. Khadimatu ammihi Abi Talibi, mtumishi wa ami yake Abi Talib. Yani mtume alikuwa na ami yake anaitwa Abi Talib, alikuwa na mtumishi anaitwa Thuwaibatul Aslamia, ndio aliyemnyonyesha baada ya mama yake. Lakini namba 2 huku chini kuna ufafanuzi unaosema lam takun Thuwaibatu hadhihi khadimatu Abi Talibi, huyu Thuwaiba hakuwa ni mfanyakazi wa Abi Talib, hakuwa kama dhakara almuallif a'lahu, kama alivyotaja mtunzi wa kitabu hiki hapo juu, walakinaha kanat maulatu Abi Lahabi, lakini alikuwa ni kijakazi wa Abi Lahabi, kama dhakara Ibn Kathir, kama alivyotaja mwana wa chuoni Ibn Kathir fi sirati nabawiya, katika kitabu kinachoitwa Asiratu Nabawiya, kilichotungwa kwenye chapa ya Darul Maarifa, juzu ya kwanza, sahifa ya 223. Yeye ameeleza huyu alikuwa ni kijakazi wa Abi Lahabi, hakuwa mfanyakazi wa Abi Talib. Thumma Halimatu Saadia, kisha akanyonyeshwa na mwanamama anayeitwa Halimatu Saadia, ila an balagha umruhu 4 sanawati, mpaka ulipofikia umri wake miaka 4. Ulipofikia umri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 4. Tuje katika maswali asila maswali, na haya maswali mwanafunzi anatakiwa kuyajibu kuonyesha kwamba amelielewa somo. Mata ulida sallallahu alaihi wasallam, ni wakati gani alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawabu lake ulida yauma al-ithnaini, alizaliwa siku ya Jumapili, athani ashara, mwezi 12, min Rabiul Awwal, mfungo 6, amal fili, mwaka wa tembo. Ndio jawabu lake. Swali la pili, aina ulida, alizaliwa wapi? Jawabu lake ulida bi Makkata, alizaliwa katika mji wa Maka. Swali la tatu, limadha summiya amu wiladatihi amal fil, kwa nini uliitwa mwaka wa kuzaliwa kwake kuwa ni mwaka wa tembo? Wasummiya amu wiladatihi amal fil, jawabu lake umeitwa mwaka wa kuzaliwa kwake ni mwaka wa tembo, lianna malika alhabasha, kwa kuwa mfalme wa Habeshi, arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkata, alituma ule mwaka wa kuzaliwa kwake mtume jeshi kwenda Maka, lihadmil Kaaba, kwa ajili ya kuvunja al-Kaaba. Swali linalofuatia, man ardha'atuhu ba'da ummihi, ni nani aliyemnyonyesha baada ya mama yake? Jawabu, wa ardha'atuhu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamia, akamnyonyesha baada ya mama yake mwanamama huyu anayeitwa Thuwaibatul Aslamia. Mtunzi yeye anasema ni khadimatu ammihi Abi Talib, ni mtumishi wa ami yake Abi Talib, lakini
Ukitazama katika asiratu nabawia, huyo hakuwa mtumishi wa ami yake Mtume Abi Talib, bali alikuwa ni kijakazi wa Abi Lahabi. Ndivyo ambavyo wameeleza. Baada ya maswali tuangalie al-khulasa. Al-khulasa ni maelezo kwa kifupi yanayotokana na somo refu lililotangulia. Kwa hiyo ni ufupisho huu. Ulida bi Makkata amal fil, amezaliwa Mtume Maka mwaka wa tembo. Wa ardhaatuhu Thuwaibatul Aslamia, na akanyonyeshwa na mwanamama Thuwaibatul Aslamia. Thumma Halimatu Saadia, kisha baadaye akanyonyeshwa na Halimatu As-Saadia. Darasa yetu ya 3 katika sira hii katika Khulasatu Nurul Yaqini kwa leo itakomea hapo. Tukutane katika darasa ya 4. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya yote tunayojifundisha, lakini ajalie kuwa ni sadaka kwa wazazi wangu na mashekhe wangu waliotangulia mbele ya haki. Allahu waliyu tawfiqi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.